ninawaambia ya kwamba ukiwa kwa kusanyiko ni lazima uangalie sana vile unasonga wewe na Mungu wako, kwa sababu hapa kila mmoja alikuja na mwito wake na wakati wake na alikuja kivyake. Haleluya. Amina. Wakati mwingine tena mzuri tunaenda kusikiza neno. Nami kwa majina wale wanijui, inaitwa Ayubu au Job wa Yesu. Amina. Amina. Haya mnaweza kaa. Nami pia nilikuwa najiuliza ya kwamba Yesu aliita wanafunzi wake 12. Amina. Akawapa wawili akawapanga vile wanaenda mataifa kuhubiri Injili. Akawapa uwezo na nguvu na mamlaka. Amina. Amina. Sasa ingawa wanatafakari na jiuliza, walipewa nguvu hii za kuponya, hata kufufua walipewa nguvu. Amina. Leo hii nilikuwa najiuliza, mbona isikuwe kama vile, kwa sababu wale wanafunzi ndio sisi wa leo hii. Haleluya. Amina. Sasa ikawa wanajiuliza maswali kidogo, lakini nikasema sitaenda sana kwa sababu kila wakati inaenda na mambo yake. Amina. Amina. Nataka tuangalie andiko kwa kitabu ya Samueli wa kwanza 18:6. Msomaji unisomee polepole mpaka 9. Amina. Samueli wa kwanza 18:6 hadi 9. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 6 hadi wa 9. Nami nitasoma. Hata ikawa walipokuwa wakienda, hapo Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda. Nao wale wanawake wakaidikiana wakicheza, wakasema, Sauli amewaua 1000 zake, na Daudi 10,000 yake. Basi Sauli akaghadhabika sana, na maneno haya yakamchukiza. Akasema, wamempa Daudi 10,000 na mimi wamenipa 1,000 tu. Kuna nini tena awezaye kupata isipokuwa ni ufalme? Amina. Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile. Tunaona andiko, huyu Sauli ni mfalme na Daudi pia ni mpakwa mafuta. Sasa tunaona kwamba andiko inatuambia ya kwamba Sauli alipoenda vitani yeye aliua watu 1000, lakini Daudi akaua 10,000. Sasa hii inamaanisha nini? Kwa mfano sasa inaweza kuwa tuko hata hapa kwa kusanyiko. Sasa ikawa kuna mtu yeye anatenda mema, anatenda yale ya Yesu, kile inamfurahisha. Sasa ikawa Sauli, sasa tuseme anasimamia yeye kuwa mtenda maovu, kwa sababu Daudi tunaona ya kwamba alianza kuinuliwa na watu, ikafanya Sauli akakasirika. Amina. Kwa sababu Sauli alikuwa ni mfalme. Sasa ikawa Daudi ameinuliwa na watu. Nataka kusema hapa jambo moja uweze kunielewa vizuri. Inaweza kuwa wewe ni mwombezi mzuri, inaweza kuwa wewe ni mwimbaji mzuri, inaweza kuwa wewe unafanya kazi ya Yesu vizuri, lakini sasa wale unafanyia ndio watakumaliza. Haleluya. Wale unafanyia ndio watakumaliza, kwa sababu wataanza kukuinua viwango kama wanadamu, na wewe kiburi kitakuingia na uone ya kwamba kumbe mimi naweza.
kumbe mimi ndio najua kuimba vizuri, kumbe mimi ndio najua kuhubiri, kumbe mimi ndio najua kufanya kazi ya Yesu. Haleluya. Sasa ikawa Daudi akainuliwa na wanadamu kwa sababu ameua wengi hata kushinda mfalme, na hiyo kitu ikafanya mfalme akakasirika sana. Ukiendelea kusoma, huwa anapanga njama bila atamuua, anamtuma nenda hapa, nenda kwa Wafilisti. Sasa kwa sababu ya hekima ya Daudi, yeye akawa ananyenyekea, akawa kinui, akawa anafanya vile mfalme anasema. Hata mfalme alipokuwa anaangalia sababu inatafanya ni muue au ni mdhuru, anaona inakosa, kwa sababu Daudi alikuwa na busara. Amina. Sasa hata wewe unaweza kuwa uko hapa, wewe unafanya kazi ya Yesu vizuri, unasonga vizuri, lakini ukisikia watu wanasema Mramba naona yeye ndiye anaweza, hata yule naona ndiye sawa. Kwa hivyo sasa wanaanza kukuinua. Wanadamu wakianza kukuinua, kitu nawaambia watumishi, kiburi kisikuingie, kwa sababu kiburi kikuingia kitakumaliza. Haleluya. Huyu Daudi kama angekuwa mtu wa kiburi, Daudi angeisha, hata angekuja kwa mfalme. Ndio unaona kunyenyekea kwake, ikawa anatumwa, ingawa alifanya makubwa kuliko mfalme, lakini hakuona hiyo, kwa sababu aligundua siri ya kwamba watu wanaweza kuinua baadaye, kumbe wanakumaliza. Haleluya. Kwa hiyo hata wewe kama uko hapa, waangalie sana. Ukiwa wewe unafanya kazi ya Yesu vizuri, wengi wanaweza sema unaweza, lakini jambo muhimu wewe zidi kunyenyekea, kuwa na busara, vile maandiko yanatuambia Daudi alikuwa na busara. Haleluya. Tunasoma kidogo ili nichanganye na andiko moja, tuone Yesu anasemaje. Amina. Somea Mwanzo 4:1-9. Mwanzo 4:1-9. Nasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo, na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Mstari wa 6. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Ni kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vema utapata kibali, usipotenda vema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Mstari wa 8. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa alipokuwa uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye, akamuua. Mstari wa 9. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Amina. Tumsifu ya kwamba hawa vijana wawili walikuwa na ibada. Mimi sitaenda labda vile inaenda, mimi nitaenda kivyangu kidogo. Walikuwa na ibada, ikawa mmoja Kaini alifanyia Mungu ibada, na Habili pia akafanyia Mungu ibada. Lakini sasa tunaona kwa hizi ibada mbili, ya Kaini ilikubalika, ya Habili ilikubalika. Amina. Sasa ilipokubalika pia ikamchukiza
ndugu yake. Alipomchukia ndugu yake, ikawa sasa anapanga pia njama kama vile tuliona Sauli anafanya ili aende kumuua. Haleluya! Sasa ukiangalia kama wewe unatumikia Mungu kwa kweli na roho, lazima upate kuna watu wako nyuma yako, wewe wanataka kuangalia vile unasonga ili waweze kukufuta nyuma, ili waweze kukuua kwa sababu usisonge mbele. Haleluya! Tunaona ya kwamba hizi bwana zao walikuwa wanafanya. Sasa ikafika wakati anaambia ndugu yake twende kutembea. Sasa anamfanyia njama. Unaona? Anamwambia twende kutembea kule. Sasa walipokuwa wanaenda wakafika, na yeye alifaulu kumuua bila alikuwa anapanga. Lakini sasa leo hii kufa kwetu sisi tunakufa ni roho, si mwili. Haleluya! Unaweza pata mwenzako yeye anakuambia sasa, anajua kabisa, unajua hii roho ya utambuzi pia inaona mbali. Anaweza jua ya kwamba huyu mramba huyu njia zake ziko sawa, lakini sasa tutafanya njama gani ili tumuvute nyuma? Naona sasa ile kumuua kwa leo, si yule aliuoa mwili sawa, lakini leo hii inatuonyesha ya kwamba unauoa roho, unapaki hauna kitu. Inaweza kuwa uko kusanyiko, lakini wewe hauna kitu kwa sababu wewe umekuwa kama Kaini. Haleluya! Sasa tunaangalia hawa vijana vile walisonga. Kwa hivyo mimi nawaambia ya kwamba ukiwa kwa kusanyiko ni lazima waangalie sana vile unasonga wewe na Mungu wako, kwa sababu hapa kila mmoja alikuja na mwito wake na wakati wake na alikuja kivyake. Haleluya! Mimi najua vizuri sana ya kwamba hata mimi nilipokuwa nakuja hapa, ndio saa zingine nasema hata mimi mtu akisema anaweza sikiliza niseme ni sawa, lakini inamwona tu ni kama upuzi mbele yangu, kwa sababu mimi mwenyewe nimeshawishiwa na watu wengi. Mahali nakaa naambiwa leo mbona twende kusanyiko, mke wangu mwenyewe anaenda elimu, tulikuwa tunasumbuana kwa sababu ya hiyo, mimi nabaki yeye anaenda. Lakini sasa mimi nasikia uzito tu, inasikia uzito. Hata siku moja alipozidi kabisa nikamwambia wacha basi leo nikusindikize. Nilienda kweli, siku moja nikakuja tena nikaenda, lakini nilikwenda tu. Haleluya! Ili nionekane nimeenda, ili na yeye pia aone nimeenda, lakini hakuna kitu. Kwa hivyo mimi nawaambia hata hapa inaweza kuwa wewe kama unakuja tu vile ilikuwa anaenda tu, basi hapo bado. Haleluya! Kwa hivyo mimi sasa ilipofika wakati wangu, hakuna Mungu aliniambia ya kwamba nenda hivi. Mimi mwenyewe ndio nilisikia bado sasa leo huyu Yesu amenitembelea. Nikainua simu napiga natafuta kusanyiko naisaenda ili nipate ile injili vile nataka. Haleluya! Na Yesu ni mwaminifu, hapo niwacha pia akanielekeza, nikafika nikasonga na mbele, nikapata kuna huyu tukajuana. Haleluya! Kwa hivyo sasa wewe jiangalie vile ulikuja. Kama ulikuja kweli kwa kusanyiko, unajua hapa ni kuelimishana. Uso huo unanoa uso, chuma inanoa chuma, si ni kweli? Kwa hivyo sasa kama umekuja hapa, wewe kuna wako unanoa kipingine pia iendi. Sasa kumbuka sana ya kwamba wewe nia yako itafakari. Haleluya! Mimi wapendwa nawaambia hata sitakuwa na mengi kwa sababu ilikuwa ni kupita tu. Lakini kitu na wajani jambo moja. Wewe kama umefika kwa kusanyiko na ulikuta unajua unafuata nini, kitu ya muhimu ni kwamba wewe na Yesu. Kwa sababu mwanadamu hana mahali atakupeleka. Hata saa hii mtumishi wetu Ngoro pale, yeye yuko pale. Yeye ni kuonyesha njia. Hata atakuja kuulizwa hesabu, yeye anasema mimi huyu nilimwelekeza vizuri, lakini anaonekana ni mtoto wa wazi hapo nielewa. Sasa wewe mwenyewe utakitu. Haleluya! Unaambiwa kila goti litapigwa. Naona na kila kinywa kitakiri.
Sasa yeye hata simama tena asema ni watu wangu twende nao, hakuna. Yeye ataenda kama yeye na wewe kama wewe. Haleluya. Kwa hiyo mkiangalieni sana wapendwa, tusikaje tukawe kama wale watu wawili. Mmoja alijenga nyumba yake kwa udongo, mwingine akajenga wapi? Kwa mwamba. Si mnajua mwamba ni Yesu? Na yule alijenga pale kwa udongo, ile inasimamia pia ni masuko ya kupita hiyo. Sasa wewe ikipita hewa masuko ikipita kidogo unayumba. Ukiguswa kidogo kwa sababu hauko kwa msingi mzuri. Haleluya. Lakini ikawa najua ina andiko linanifurahisha sana. Kwa mfano unaweza sisa mtu anakuambia sasa mbona hii naenda hivi. Tayari unakumbuka hii ndio upepo wa kunipita ndio. Mimi niko kwa mwamba, hautingiki. Haleluya. Ukiwa kwa mwamba hautingiki. Haleluya. Kwa hivyo tujenga misingi yetu kwa jiwe Yesu Kristo ili tutasonga sawa. Amen. Haleluya. Mimi nimewaambia kwamba kila mmoja angalie mwenendo zake. Ujumbe wangu ulikuwa ni mfupi na mbarikiwe. Mimi